ya mnyororo wa thamani wa zao la soya katika mkoa wa Ruvuma. Mradi huu kama ilivyoelezwa awali unatekelezwa na wadau kwa ufadhili wa serikali ya Norway kupitia ubalozi wa Norway nchini Tanzania, kupitia taasisi ya PAS kama ilivyoelezwa, lakini na watekelezaji wake wengine wawili kwa maana ya ACCOT, zamani ilikuwa inajulikana kama SACCOT, na Movement for Community Development kwa maana ya MCODE. Asasi ya MCODE, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni asasi zawa ya mkoa wa Ruvuma. Ni asasi ambayo imesajiliwa mwaka 2019, inafanya kazi zake Tanzania bara, hususan mikoa 6 ya nyanda za juu kusini, ikiwa na makao makuu hapa mkoani Ruvuma. Katika hicho kipindi chote asasi ya MCODE imefanya kazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kwenye zao la mahindi kwa kiasi kikubwa, lakini hususan kwenye zao la soya taasisi ya MCODE imefanya kwa miaka miwili kwenye mambo ya utafiti na mikakati ya kuendeleza zao la soya. Kwa mradi huu lengo la msingi au lengo kuu ni kupunguza umaskini kwa jamii ya mkoa wetu wa Ruvuma kupitia kuongeza tija shambani katika uzalishaji wa soya, lakini pia kuimarisha lishe pamoja na afya ya wananchi wetu. Kwa maana kupitia uzalishaji wa soya tunategemea kwenda kuchagiza matumizi ya soya kama chakula katika mkoa wetu, tofauti na dhana ambayo imeenea sasa hivi ya kuchukuliwa soya kama zao la kibiashara peke yake. Tunaamini mradi unaenda kutekelezwa kwa miaka mitatu katika mkoa wa Ruvuma peke yake, ambapo katika kipindi hicho tunategemea kuongeza uzalishaji wa soya kutoka tani wastani 2,000 hadi 3,000 zilizosemwa mpaka kufikia tani 30,000 kwa mwaka. Tunazungumzia msimu wa mwaka 2028. Kwa hiyo kama mpango wa mkoa ni kufikia tani 30,000 kwa mwaka 2030, ni wazi kwamba kama MCODE na wadau tukishirikiana kwa kina kutekeleza mradi huu, itakapofika mwaka 2028 tayari tutakuwa tumeshavuka hata lengo la 50% ile ya uzalishaji ambao tumeupanga kufikia tani 50,000 kama mkoa. Mradi huu unaenda kuwekeza wastani wa bilioni 12 katika kukuza uzalishaji wa zao la soya, kama alivyosema mwenzangu wa PAS kwamba wastani wa bilioni 6.2 inapatikana kupitia dhamana kwa wakulima wetu wadogo ili waweze kukopesheka, waweze kupata mitaji kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Lakini wastani wa bilioni 6.2 ni kwa ajili ya utekelezaji wa mradi. Malengo ya msingi ni kuongeza tija shambani. Wakulima wetu wengi wanazalisha chini ya gunia 2 kwa ekari moja. Sasa tunatarajia kupitia mpango huu tukaongeze tija, wakulima wetu wafikie uzalishaji wa kuanzia gunia 10 mpaka 12 kwa ekari moja. Tunalenga kufikia wakulima 12,500 ambao wastani kila mmoja tunatarajia asiwe na chini ya ekari 2, ambayo itatufanya tuwe na ekari 25,000. Kama tukiweza kuzalisha tani 1.2 kwa eka, tunatarajia kuwa na zaidi ya tani 30,000 kama tulivyotegemea. Lakini lengo jingine ni kukuza mitaji. Tunatarajia katika kipindi hiki wakulima wetu wadogo waweze kupata mitaji isiyopungua thamani ya bilioni 8.1 kupitia hii dhamana ambayo itatolewa kwenye mradi. Lakini pia uongezaji wa thamani. Wengi wetu tayari tuna fikra tu moja ya kwamba soya ni biashara. Mtu akivuna soya anakimbiza ghalani kwenda kuuza. Lakini kitu cha msingi tunachotaka tukiweke kupitia huu mradi ni kutengeneza uelewa wa pamoja kwamba matumizi ya msingi na ya kwanza ya soya iwe ni kwa ajili ya lishe yetu. Tutapambana kuongeza thamani ya zao la soya kupitia matumizi katika ngazi ya familia. Leo kwa kwanza tutakuwa na blender 8 tutazitoa kwa mfano tu, lakini tutakuwa nazo pia nyingi baada ya hapa kwa viongozi wetu na wadau wengine. Blender zile zinatumika kawaida kabisa nyumbani kama ambavyo watu wamekuwa wanatumia blender kutengeneza juisi na vitu vingine. Kwa hiyo tutatumia blender hizi kutengeneza maziwa ya soya. Kama inavyoeleweka kwamba soya ni moja kati ya nafaka ambazo zinalishe kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tutaenda kuimarisha hapo. Lakini pia tutaenda kutoa elimu sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema hapa katika ufunguzi
tunatakiwa kuongeza nguvu ya kutoa elimu mashuleni na maeneo mengine ya mikusanyiko na watu ambao wanafanya shughuli zao, kutambua umuhimu wa kutumia soya kama chakula, kubadilisha hiyo dhana katika mkoa wetu. Lakini tutaenda pia kuchagiza mikataba, kwa maana tunatamani sana tuongeze wigo wa wakulima wetu kupata mitaji. Tupo na mtu wa fedha hapa wa NMB, uzoefu unaonesha kwamba hawako tayari sana kutoa mikopo kwa wakulima ambao hawawezi kuthibitisha nani watamuuzia mazao yao. Sasa hiyo ni changamoto kubwa ambayo pia kama mradi tutaenda kuipambania, kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanakuwa na mikataba mapema ambayo inathibitisha kwamba wanako mahali kwa kwenda kuuza mazao yao ili waweze kupata mitaji. Lakini pia mifumo ya usimamizi, tutajitahidi kuwa na wadau pamoja. Mikutano kama hii ambayo tumeianza itakuwa endelevu ili kuweza kubadilishana mawazo. Fursa kupitia mradi huu tungependa kutanabaisha kabisa kwamba kuna fursa kadhaa ambazo tungetamani wadau waweze kuzifikia. Fursa ya kwanza ni dhamana. Kama tulivyosema, wadau wa PASI wameenda kuweka kiasi kikubwa cha hela kwa wakulima wadogo, zaidi ya bilioni 6.2. Kwa hiyo ni wakati sasa sisi tuko tayari kwa kushirikiana na maafisa kilimo kwenye maeneo yetu, maafisa maendeleo, kupata vikundi vya wakulima na wakulima binafsi pia waweze kunufaika na hii fursa ya dhamana ambayo wenzetu wa PASI wameenda kuiweka kwenye mabenki yetu ya biashara. Fursa nyingine ni ruzuku. Tunategemea katika kipindi cha miaka mitatu tuweze kuchagiza ununuaji wa vifaa vya mashambani, hususan matrekta na pawatila ambazo zitasaidia kazi za shambani zaidi ya 210. Mfadhili ametoa ruzuku ya 20% kwenye bei ya soko ya bidhaa hizo. Kwa mfano pawatila inauzwa shilingi milioni 10, mfadhili atasaidia milioni 2 ili wanufaika waweze kununua kwa milioni 8. Kwa hiyo kila mwaka tunalenga kufikia vifaa 70. Kwa miaka mitatu tunatarajia kuwa na vifaa 210. Hii ni fursa nyingine ambayo natamani sana wadau ambao tuko hapa na viongozi wa serikali, hususan maafisa kilimo na maafisa maendeleo, tuweze kushirikiana kuwanufaisha wakulima wetu. Kuna fursa nyingine ya ukarabati wa miundombinu ya masoko, hususan vituo vya kukusanyia soya. Kutakuwa na ukarabati ambao utafanyika kwa vituo 50 kila mwaka. Kwa miaka mitatu tunategemea zaidi ya 150 tutavifikia. Lakini kuna fursa ya mafunzo ambayo tutalenga wakulima wadogo na wadau kwa ujumla kwenye mnyororo mzima wa thamani. Changamoto, mfumo wa masoko kidogo haushawishi matumizi ya soya kama chakula, na ndio maana tuko hapa leo pia kuangalia hiyo changamoto ya udumavu tunakabiliana nayo namna gani. Mfumo wa masoko unamhamasisha mtu akivuna soya kwa ajili ya kuuza. Sasa tunatamani tuwe na mfumo ambao utatoa uhuru kwa watu kutumia soya kwa matumizi yao binafsi, hususan chakula, lakini pia ile ziada ambayo inazalishwa iende sokoni. Lakini huu mfumo pia hauhamasishi upatikanaji wa fedha. Kama nilivyosema, wadau wa fedha wanaogopa sana kutoa fedha kwenye uzalishaji wa mazao ambayo hayana mikataba ya wanunuzi. Kwa kuhitimisha kwenye changamoto ni kwamba tuna changamoto ya upatikanaji wa pembejeo. Nafikiri wasilisho la Katibu Tawala Msaidizi Uchumi na Uzalishaji limesema kuna changamoto ya kupata mbegu bora, chanjo, mbolea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama mradi tukiwezesha mitaji na tumeanzisha mfumo wa uongezaji, wanasema multiplication ya mbegu kupitia wakulima wetu, tunatarajia pia kuzalisha mbegu nyingi kwa ajili ya uzalishaji wa soya. Kwa hiyo msimu ujao hatutegemei kuwa na changamoto hiyo tena. Hitimisho. Mradi huu tunategemea kwa ujumla utakuwa ni jibu la msingi sana la kuongeza uzalishaji katika mkoa wetu, lakini kupunguza udumavu, kwa sababu kama tunazungumzia wastani wa tani 30,000, tuna uhakika tunaenda kujitosheleza kwa maana ya kutumia soya kwa chakula, lakini pia kwa ajili ya biashara na hivyo kupunguza umaskini. Niseme nashukuru sana, asante sana.